Naitwa Hamisi Mkindi. Wakili, nafanya kazi kituo cha sheria na haki za binadamu. Lakini pia ni mwenyekiti wa mawakili kanda ya Arusha. Leo tulikuwa na kesi ilikuja na kimsingi ile hati ambayo imeletwa mahakamani, jumla yao walikuwa 63. Lakini hapa katikati walitoka watoto watatu pamoja na bwana mmoja anaitwa Godfrey. Wao walitoka kama wiki moja iliyopita. Hili ilikuwa Ijumaa. Kwa hiyo ikapunguza idadi yao kutoka 63 wakabakia 59. Katika hawa 59, 54 wamefutiwa mashtaka. Nao ni palikuwa na mtoto mmoja, wa dada wawili pamoja na wengine 51. Kwa hiyo wamebakia watu watano. Hao watano wamerudishwa mahabusu. Kwa hiyo bado upelelezi unaendelea kuhusiana na shauri hilo. Lakini nachotaka kusema ni kwamba palikuwa na makundi 4, kwa maana kesi zilikuwa 4 tofauti. Kwa hiyo kundi la kwanza walishawahi kutoka, walikuwa watu 24. Palikuwa na kesi 2 tofauti. Wiki moja iliyopita walitoka, ambapo watu 5 walituhumiwa kufanya uharibifu maeneo ya Longido. Wale walifutiwa mashtaka, na 19 walikuwa hapa Arusha nao walifutiwa mashtaka. Kundi la pili ndio ilikuja jana. Palikuwa na watu 38. Katika wale watu 38, 33 walifutiwa mashtaka, 5 wakarudishwa na waliweza kusomewa mashtaka mengine. Kundi la pili lilikuwa na watu 51 na wao waliweza kufutiwa mashtaka, ambapo palikuwa na walemavu 2, mmoja ana mlemavu wa mguu. Palikuwa na watoto 4 katika hilo kundi la watu 51 ambao nao walifutiwa mashtaka, pamoja na dada mmoja ambaye ana ulemavu wa kutokuweza kuzungumza na uziwi kwa maana ya bubu. Kwa hiyo hao waliweza kufutiwa katika kundi la pili, na kundi la tatu walikuwa 20 na kitu nao waliweza. Kwa hiyo jumla jana walioweza kuondoka kwa kufutiwa mashtaka walikuwa ni watu 102 kwa takwimu. Hao walifutiwa, lakini wengine waliweza kurudishwa. Katika hao watu 102, watoto walikuwa 7. Na hawa watoto changamoto, kwa sababu kuna mmoja alikuwa anasoma form 1 shule ya Kimaseki, kuna 2 wanasoma Enyoito sekondari kidato cha 3, kuna mmoja anasoma Kaloleni sekondari kidato cha 3. Kwa hiyo unaweza ukaona hii kadhia jinsi gani ambavyo imeweza kuathiri hata hao, kwa maana kwa muda wa karibu mwezi mzima wamekaa magereza, hawakuweza kuendelea na masomo na hatujui huko itakuwaje. Na kuna mmoja tulishakutana naye, walikuwa ni wa kidato cha 2. Maana yake wakati mitihani ya kidato cha 2 inafanyika, yeye alikuwa yuko huko. Maana yake sasa anarudia mwaka. Na hao watoto ukiongea nao, wengi walikutwa kwenye ule mkumbo wakiwa either walitumwa na wazazi au wanatoka walikoelekezwa na wazazi wakiwa wanarudi manyumbani. Kwa mfano, mmoja alikutwa maeneo anatoka kazini kwa baba yake ambako alienda kuchukua maelekezo akiwa anarudi nyumbani kwenda Mianzini. Kwa hiyo hapa katikati maeneo ya Florida yeye akakutwa na akabebwa. Kuna vitu ambavyo tunaweza kujifunza. Mwishoni nafikiri tutaweza kuzungumza zaidi baada ya kufanya na sisi
upembuzi wetu. Yaani kwa sasa hivi kuna yako mengine bado na sisi tunaendelea kuyatazama katika jicho lingine. Labda nizungumze tu kwa mfano swala la Bubu ambaye amekamatwa. Unajaribu kuona kwamba hawa waliomkamata Bubu hamwezi kuongea naye. Yaani je, tulikuwa na uweledi wa kuchosha wa kuchambua watu hawa au tulibeba tu katika mkumbo? Yaani watoto wengine wanaonekana hivi ni mtoto miaka 13. Unamkamata unamweka katika kundi la watu wazima. Hata pale walipokamatwa kwa mara ya kwanza, je, wakati wanashikiliwa hamkuweza kuona kwamba huyu ni mtoto? Kwa hiyo kuna hali kama hizo. Sasa ndio hivyo ambacho tunasema na sisi kwamba Bubu hawezi kusoma, hawezi kuandika, anahitaji mtaalamu wa lugha za alama na kila kitu. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanatufikirisha. Na ndio hicho ninachosema kwamba mwishoni tukishamaliza hili zoezi tunaweza tukazungumza sasa. Zoezi hili liliendaje, mapungufu yake yalikuwa wapi, tumeona. Hatusemi kwa maana ya kuonesha kidole kwa mtu, lakini tunataka tuzungumze kwa sababu je, likitokea kama hili nini kifanyike? Kwa sababu makosa ya leo ni mafunzo ya kesho. Ndicho ambacho tunataka kufanya. 10. Lakini kuna chaji mpya ililetwa jana ya watu wengine 6 ambao wamekuja kuunganishwa na hawa wengine. Kwa hiyo sasa hizi hati zote za mashtaka zinafanywa mabadiliko. Sasa tutatoka na hati nyingine. Hapo tunaweza tukasema sasa wamebakia wangapi? Maana kuna wengine bado wanaletwa na wanaunganishwa. Kwanza hati ya mashtaka inafutwa. Kwa maana yale mashtaka ya uhaini yalifutwa kabisa. Lakini baada hapo kuna utaratibu wa kisheria ambao mtu ambaye anatuhumiwa na kosa la jinai na upelelezi wake bado haujakamilika au upelelezi umekamilika, lakini upande wa mashtaka wanaona kwamba kuthibitisha kesi ile mahakamani inakuwa ngumu. Kwa hiyo wanaweza wakaleta maombi huyu mtu awekwe chini ya uangalizi kwa kipindi fulani. Kwa hiyo maombi yalikuwa yameletwa kwamba hawa watu wawe chini ya uangalizi kwa kipindi cha miezi 12. Na sharti moja wapo ni kwamba wanaripoti tu kila mwezi mara moja polisi na wasifujihusishe na makosa yoyote ya jinai. Sasa katika hali ya kawaida mtu yote hatakiwi kujihusisha na makosa ya jinai katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tunaliona tu ni kwamba ni sharti ambalo limeenda kwa binadamu yote. Hutakiwi kujihusisha na makosa ya jinai. Kisheria hilo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo na wao watakuwa chini ya uangalizi kwa kipindi hicho cha miaka 12 kwa miezi 12 na wanaripoti kila mwezi mara moja. Wapo na unaona wanachechemea. Sasa ni ngumu ile kuthibitisha. Inawezekana alikamatwa wakati akiwa na jeraha. Hatukuweza kupata detail information. Ndio maana akasema bado kuna mambo mengine tunayafanyia kazi. Ili mwisho wa siku tutoe taarifa zenye uhakika. Tuzungumze katika lengo la kuainisha nini kilifanyika na nini. Yes, mmoja aliyetoka jana alikuwa na ujauzito na tumshukuru Mungu kwa sababu ndo alikuwa amefikia kipindi cha kujifungua. Kwa taarifa zilizoko na ambazo ziliwasilishwa mahakamani, ujauzito wake ni wa wiki ya 38 ambacho ni tarehe hivi tunavyoongea sijabu labda tayari ameshajifungua. Jina yangu naitwa Wakili Ali Muyela. Natoka Muyela and Company Advocate. Kwa hiyo leo tulikuwa na shauri hilo la uhaini, kesi ya uhaini ambalo liliendelea na PI, na katika kuendelea katika PI kati ya washtakiwa walioletwa 60 na walipaswa wao 62, lakini wengine walikwisha 63. Walikuwa wapaswa wao 63 lakini walikwisha achiwa wengine, kwa hiyo wamekuja 59. Katika 59 wote wameachiwa isipokuwa watuhumiwa 5. Hawa 5 wamebakizwa. Wameachiwa 54. Sasa hawa walioachiwa waliobakizwa pia wanakabiliwa na shtaka lingine tena katika mahakama ya wilaya ya Arusha kwa kosa la kufanya maandamano, ambalo shtaka hilo
ndipo wanakwenda kusomewa kama tulivyokwisha kuhabarishwa, wanakwenda kusomewa shtaka hilo. Ni sahihi kwa maana ya vile walivyofanya upelelezi wao, lakini kimsingi tunataka kuja kuona, je, shtaka hili la kufanya maandamano na shtaka lile lililokuwa RIMS Court la uhaini ni vitendo vilivyotokea kwenye mlolongo mmoja wa shauri, yani happens from the same transactions. Kama itaonekana ni hivyo, basi tutakuwa na nafasi nzuri sisi mawakili wa upande wa utetezi kuomba kwanza mashtaka hayo yote mawili yaunganishwe liwe katika hati ya mashtaka moja, lakini mbili, kuona legality kama shtaka la uhaini linaweza kupandikizwa na shtaka la maandamano, wakati hilo shtaka la maandamano ndiyo moja ya kigezo muhimu katika shtaka la uhaini.